Ndugu wazazi na ndugu walezi, watoto wetu wanapoamka asubuhi, wanapomwandaa mtoto kuja shule saa 12:30, kwanza hakikisha mtoto wako atoke nyumbani amekunywa chai angalau na silesi 2. Hakikisha mtoto anapokuja shuleni amekunywa chai au uji angalau na silesi 2 au na andazi 1, ili kusudi anapofika shuleni asiumwe njaa kabla hata ya saa 2. Ukizingatia amekula mlo huo saa 3 usiku mpaka asubuhi chakula kinakuwa kimeshatumboni. Lakini ndugu zangu, njaa haivumiliki, na mtoto mwenye njaa hafundishiki. Mtoto mwenye njaa hafundishiki. Hao walimu wanajua, wanapata tabu sana. Mtoto akifika saa 6 saa 7 anaanza kuwa mlenda namna hii. Kwa hiyo ndio wanapendekeza walimu kwamba kwa sauti yetu kama wanasiasa twende tukawasemee kwa wafadhili mbalimbali, lakini tukaiangalia ilani yetu Chama cha Mapinduzi inasema nini kuhakikisha tunapata chakula cha mchana kwa watoto wawapo shuleni. Wito wangu pia kwa wazazi na walezi, muendelee kuwasimamia vijana wetu waliohitimu wasipotelee katika mambo mengine. Lakini pia katika kata yetu ya Mirongo tuna chuo cha ufundi, na chuo hiki kimekuwa kizungumzwi sana. Chuo cha ufundi kwa ajili ya walemavu na wasiokuwa na ulemavu. Kwa mtoto ambaye hakuendelea na shule kwa maana ya sekondari au chuo kikuu, bado anayo nafasi ya kwenda kujifundisha ufundi wa seremala, ufundi wa ushonaji, ufundi wa ufumaji, ufundi wa kuchomelea, ili umuandae katika maisha yake ya baadaye. Ndugu mgeni rasmi, pia tumeshiriki katika mashindano ya kitaaluma na michezo, ambapo mwanafunzi mmoja wa darasa la 7 ameweza kuziwakilisha shule zetu katika mashindano ya kitaifa ya mpira wa kikapu kwa kipindi cha miaka 2 mfululizo. Hili ni jambo la kipekee la kujivunia kama shule. Kupitia nidhamu, jitihada na kipaji chake, si tu kwamba ameinua hadhi ya shule zetu kitaifa, bali pia amehamasisha wenzake kushiriki kikamilifu katika michezo. Na changamoto nyingi, hizi ni baadhi tu. Kutokana na kupokea pesa ndogo ya ruzuku, hivyo husababisha upungufu wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia kama vile chaki, limu, vifaa duni vya michezo, hali inayozuia maendeleo ya vipaji miongoni mwa wanafunzi wetu. Na haya ni maombi yetu kwako Mheshimiwa. Ndugu mgeni rasmi, kwa kutambua kuwa shule yetu inahudumia watoto kutoka mazingira yenye changamoto za kiuchumi na kijamii, tunaomba uwezekano wa kusaidia katika maeneo yafuatayo. Tunaomba chakula cha mchana kwa wanafunzi wanaoendelea na masomo ili waweze kujifunza kwa ufanisi. Tunaamini kuwa kupitia uongozi wako madhubuti unaweza kwa sauti yako na wadau mbalimbali kwa kuwashirikisha na watu binafsi wenye moyo wa kugusa maisha ya watoto